Habari zenu, karibu kwa taarifa zetu za siku za leo kutoka JMN. Mlipuko wa Ebola nchini DRC wakuwa kwa kasi, wafikiwa kiwango cha pili kwa ukubwa kuwahi kushuhudiwa. Mlipuko unaoendelea ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukipenda DRC, umeongezeka kwa kasi na kwa pili kwa ukubwa kuwahi kurekodiwa. Huku idadi ya maambukizi ikifikiwa viwango ambavyo katika mlipuko ya awali ilichukua miaka kufikiwa. Kwa mujibu wa takwimu zilizochapishwa Ijumaa na Shirika la Afya Duniani WHO, tangu mlipuko huu utambuliwe katikati ya Mei, kumerekodiwa angalau visa 3553 vilivyodhibitishwa na watu 1558 wamefariki dunia. Katika kipindi cha zaidi ya miezi miwili pekee, mlipuko huu umevuka jumla ya visa vilivyoripotiwa katika mlipuko mkubwa wa Ebola nchini DRC uliodumu karibu miaka 2018 hadi Juni mwaka 2020. Kwa mujibu wa vituo vya Marekani vya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC, visa 1000 vya kwanza katika mlipuko huu viliripotiwa ndani ya siku 40 tangu kwanza kwa hatua za kukabiliana nao. Kwa kulinganisha, mlipuko wa mwaka 2018 ulichukua takriban siku 235 kufikia idadi hiyo. Kwa sasa, mlipuko mkubwa zaidi wa Ebola kuwahi kurekodiwa bado ni ule wa Afrika Magharibi wa mwaka 2014 hadi 2016 ambao ulisababisha zaidi ya visa 28,600 na vifo 11,325. Mlipuko sasa unaleta changamoto kubwa kwa sababu unasababishwa na aina adimu ya virusi vya Ebola inayojulikana kama bundibuyo, ambayo haina chanjo wala tiba zinazopatikana kwa urahisi. Aidha, migogoro ya silaha katika maeneo yaliyoathirika imekuwa ikiwazuia wahudumu wa afya kuwafikia wananchi. Takribani theluthi mbili ya vifo vinatokea kwa watu ambao hawakuwahi kufikia katika vituo vya afya, hali inayochochea maambukizi zaidi kupitia mazishi yasiyo salama na kugusana na miili ya marehemu. Kwa wastani, kila mgonjwa aliyethibitishwa katika maeneo ya mjini ana watu wapatao 40 wanaohitaji kufuatilia katika waliokaribiana naye. Hivyo kwa visa zaidi ya 3400, timu za afya zilipaswa kufuatilia takriban watu 1135. Hata hivyo, chini ya watu 18,000 pekee ndio wameweza kutambuliwa hadi sasa, amesema mkurugenzi wa mkuu wa Afrika CDC Daktari Jean Kaseya. Zaidi ya 80% ya visa vipya vinagunduliwa kwa watu ambao hawakuwa wameorodheshwa katika mfumo wa ufuatiliaji wa waliokutana na wagonjwa. Visa vingi vimerekodiwa katika jimbo la Ituri, kaskazini mashariki mwa DRC. Eneo hili migodi ya dhahabu, njia muhimu za biashara, idadi kubwa ya watu wanaohama kutoka sehemu moja kwenda nyingine, pamoja na zaidi ya watu milioni 1 waliokimbia makazi yao kutokana na migogoro ya makundi yenye silaha. Nje ya DRC, visa 20 vinavyohusishwa na mlipuko huu vimeripotiwa nchini Uganda na kisa kimoja nchini Ufaransa, ambapo wengi na wagonjwa hao walitoka DRC. WHO inahitaji angalau siku 42 za ufuatiliaji wa karibu bila visa vipya kabla ya kutangaza rasmi mwisho wa mlipuko. Hadi sasa, hatua hiyo bado haijafikiwa nchini Uganda. Tathmini zinaonyesha kuwa kasi ya mwitiko wa serikali ya Marekani katika kusaidia vipimo, utafiti wa chanjo na matibabu ni sawa au hata bora kuliko ilivyokuwa katika mlipuko mikubwa iliyopita. Hata hivyo, kuna mabadiliko makubwa katika mfumo wa mwitiko huo. Marekani ilijiondoa katika wanachama wa WHO mwaka jana, jambo ambalo linaweza kuathiri mawasiliano na uratibu wa shughuli za kukabiliana na mlipuko. Aidha, jukumu ambalo hapo awali lilikuwa likiongozwa na shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa sasa limehamishwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kufuatia kuvunjwa kwa USAID mwaka jana. Wachambuzi wanaonya kuwa ukosefu wa mfumo dhibiti wa uratibu kati ya taasisi mbalimbali unaweza kuathiri mwitiko ikiwa mlipuko utaendelea kwa muda mrefu. Pia, Marekani imebadili sera zake za mipakani kwa kuzuia baadhi ya wasafiri kuingia nchini badala ya kutumia mfumo wa uchaguzi ufuatiliaji uliotumika katika mlipuko ya awali. Tetezi za soka Ulaya Ijumaa, Liverpool haina mpango wa kumsajili beki wa Tottenham na Dejan Spence 25 katika usajili la majira ya joto. Licha ya mchezaji huyo kukabiliwa na Juventus inataka kumsajili mshambuliaji wa Uholanzi Joshua Zirkzee 25 kwa mkopo kutoka Manchester United bila kuwa na sharti la kumnunua moja kwa moja. Arsenal na Manchester United zinawapeleka wapelelezi wa vipaji kumtazama mshambuliaji aliye na umri wa miaka 20 Cause
Elias akifunga mabao matatu ukipenda hat-trick katika mechi ya kirafiki ya maandalizi ya msimu akichezea Shakhtar Donetsk, huku AC Milan na Porto nazo zikimnyatia mchezaji huyo wa Brazil. Liverpool imeongeza kasi kwa mazungumzo ya kuwakilisha winga wa Paris Saint-Germain na Senegal Ibrahim Bae ambaye ni 18 baada ya kijana huyo kuweka wazi nia yake ya kuondoka katika klabu bingwa la Kifaransa. Mazungumzo kati ya West Ham na Tottenham kuhusu winga wa Israel mwenye umri wa miaka 27 Solomon yamesisitishwa kwa sasa kutokana na sababu za kifedha. West Ham haiko tayari kukabiliana na marupurupu ambayo Spurs wangetaka iwapo itafanikiwa kurejea ligi kuu ya England. Ipswich na Everton ni miongoni mwa klabu zinazotokana kumsajili mchezaji wa kimataifa wa Senegal Krépin Diatta miaka 27 ambaye ni mchezaji wa upande wa kulia anayeweza kucheza nafasi mbalimbali, lakini ni mchezaji huru wa sasa baada ya mkataba wake wa Monaco kumalizika mwezi Juni. Kampuni ya mafuta ya Saudi Aramco imetangaza kwa faida yake katika robo ya pili ya mwaka 2026 ilifikia kiwango cha juu zaidi tangu mwaka 2022 licha ya mzozo unaoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati kutokana na vita Iran vinavyoathiri usafiri majini katika Ghuba ya Uajemi. Faida hii ilirekodiwa wakati ambapo uzalishaji na usafirishaji wa mafuta wa Saudi Arabia umepungua na sehemu kubwa ya mauzo ya nje ya nchi hiyo imeelekezwa kwa njia ya bahari ya Shamu. Faida ya Aramco kwa robo hiyo pia ilizidi dola bilioni 33 ikiwa ni ongezeko la takriban theluthi moja ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, faida za kampuni hiyo iliongezeka kwa 44%. Takwimu hizo mbili zinatokana na vigezo tofauti, lakini zote zinaashiria ongezeko kubwa la faida ya Aramco. Ongezeko hili la faida sambamba na vita vya Iran kunazua swali wapo utendaji wa kampuni kubwa zaidi ya mafuta duniani unaonyesha kuwa serikali ya Saudi Arabia imefaidika kutokana na vita hivyo, na iwapo taarifa ya kifedha za Aramco zinaakisi kwa usahihi hali ya uchumi wa Saudi Arabia. Uzalishaji wa mafuta na gesi wa Aramco katika robo ya pili ya mwaka 2026 ulikuwa nchini wa takriban 25% ikilinganishwa na kipindi sawa na hicho mwaka uliopita, lakini bei ya mafuta iliyouzwa na kampuni hiyo ilipanda zaidi ya 60% na mapato kutokana na ongezeko hili la bei yalifidia athari za kupungua kwa uzalishaji na mauzo ya nje. Yakiajemi kwamba kampuni hiyo ya mafuta ya Saudi Arabia si kampuni pekee iliyonufaika na hali hii. Aramco kama kampuni nyingine yote ya mafuta ambayo imeendelea kusambaza bidhaa katika masoko ya kimataifa wakati wa mivutano ya hivi karibuni imenufaika na ongezeko la bei ya mafuta. Mashambulizi ya Wahouthi yaripotiwa kuua wanajeshi 30 wa serikali ya Yemen wameuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na waasi wa Houthi dhidi ya kambi za kijeshi katika mwa Yemen. Wizara ya Ulinzi ilisema kuwa makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani drones zililenga kambi kadhaa katika mikoa ya Marib na Hadramaut na kusababisha vifo na majeraha kwa idadi ya askari wa Yemen. Wizara hiyo haikutaja idadi kamili ya waathiriwa. Hiyo ililaani mashambulizi hayo na kuyaelezea kuwa ya kila na usaliti na kuahidi kujibu uchokozi huu wakati wa mahali mwafaka. Kundi la Houthi ambalo linadhibiti sehemu kubwa ya kaskazini magharibi mwa Yemen na kuungwa mkono na Iran lilisema kwa lililengwa vikosi vikubwa vya kijeshi vya Saudi Arabia vilivyokuwa vikijiandaa kwa operesheni ya kijeshi. Muungano unaongozwa na Saudi Arabia umekuwa ukiunga mkono serikali wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Msemaji wa muungano huu alisema kwa raia 11 waliojeruhiwa katika eneo la mpakani la Najran nchini Saudi Arabia katika tukio walilolieleza shambulio la Houthi. Miongoni mwa waliojeruhiwa kulikuwa na raia 7 wa Saudi Arabia akiwemo mwanamke na mtoto wa miaka 4 ambao wote walipata majeraha na kuungua ngozi kwa kiwango cha pili. Raia wengine 4 walikuwa kutoka Yemen, Pakistan na Misri.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwa mara nyingine tena siku ya Alhamisi kwa anaamini mlango bahari wa Hormuz uko wazi kwa kiasi, lakini haukufikia hatua ya kutangaza makubaliano ya kufungua kikamilifu njia hii ya maji. Sitaki kusema kuwa kuna makubaliano, lakini mlango bahari wa Hormuz sasa uko wazi kwa kiasi fulani, Trump aliwaambia waandishi wa habari siku ya Alhamisi Agosti 5 baada ya kutia saini amri kadhaa za kiutendaji katika ikulu ya White House. Rais wa Marekani pia alisema anashiriki katika mazungumzo yanayoendelea na Iran, lakini hakutoa maelezo zaidi kuhusu namna anavyoshiriki. Katika kauli nyingine, alisisitiza tena imani yake kwa vita na Iran vitakwisha hivi karibuni, kwa sababu kama alivyosema, kama Iran inaweza kuendelea kwa muda mrefu zaidi. Licha ya kauli hizi, usafiri wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz bado una vikwazo vikali. Iran inataka meli zipite karibu na pwani yake na zipate kibali kabla ya kupita hapo. Kulingana na takwimu kutoka kampuni ya uchambuzi wa data za baharini ya Kepler, ni chini ya meli 10 zilizopita katika mlango bahari wa Hormuz kwa siku kuanzia Jumapili hadi Jumanne. Asanteni sana kwa kuwa nasi. Ni hayo tu kwa siku ya leo.